Nilikuwa nakwambia kwamba sasa hivi kinachoendelea kwenye mpira unaweza ukakifananisha na filamu inayofahamika kama hayazungumziki. Yaani vyovyote vile itakavyokuwa ili swala halizungumziki. Jana kama utakumbuka nilikupa yatokanayo yanayohusu mechi ya June 15 kati ya Simba Sports Club na Young Africans. Na kimsingi inabidi useme Young Africans pamoja na Simba Sports Club. Kwa sababu Young Africans yeye atakuwa katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo aliyoko nyumbani anapewa heshima kubwa zaidi. Nikakwambia nimepata tetesi kutoka kwa mtu wa ndani sana ndani ya kikosi cha Young Africans kwamba hii leo watakuwa na press conference. Japokuwa shushushu wangu akunipenyezea taarifa kamili ya kunielezea ni nani ambaye ataongea katika siku ya leo. Na ilipofika majira ya saa 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki kwenye viunga vya Jangwani jijini Dar es Salaam, wazee wanaotambulika kikatiba ndani ya kikosi cha Young Africans wakakusanyana na kutoa kauli nzito. Na kwa kauli ambayo wazee hao wameitoa inaweza ikasababisha rais wa kikosi ya Young Africans Engineer Hersi akang'atuka madarakani. Sijui kama umenisikia vizuri. Yaani kwa kauli ambayo wazee wa Young Africans wameitoa inaweza ikasababisha rais wa kikosi cha Young Africans Engineer Hersi akang'atuka madarakani. Kwa nini? Bana, hao wazee kwanza wanasema msemaji wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara Karim Boimanda alisema maandalizi yanaenda vizuri. Wazee wa Young Africans wanakanusha hakuna maandalizi yoyote yanayofanyika kuelekea katika mchezo dhidi ya kikosi cha Simba. Kuanzia mazoezi yanayofanyika si kwa ajili ya mchezo dhidi ya Simba, ni mchezo wa tarehe 18 ambao watakuwa wanacheza dhidi ya kikosi cha Tanzania Prisons pale Mbeya. Na Young Africans wao watasafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea Mbeya. Kama mambo yataenda hivi, tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. In fact ndio siku ya mchezo yenyewe ambao wao watakuwa nasafiri. Lakini wakasema wao kiongozi yoyote atakayepeleka timu uwanjani tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 kucheza dhidi ya Simba Sports Club, akishaifikisha hiyo timu uwanjani ajihesabu yeye sio kiongozi tena wa kikosi cha Young Africans. Na ndio maana nikamwambia kwa tamko alilolitoa engineer anaweza kang'atuka madarakani. Yaani kama huko kitamkumba kimuhemue akasema bana mpira uchezwe, sisi tupeleke timu uwanjani. Maana yake wazee wa Young Africans kutoka Dar es Salaam hawamtambui tena kama kiongozi wa kikosi chao na inabidi ang'atuke madarakani. Kwani hawa wazee wana nguvu gani kwenye uongozi wa Yanga kwa sasa? Kikatiba uongozi au nafasi alionayo engineer. Umeuliza swali zuri sana. Sema uko mbali, hii 10,000 haiwezi kufika hapo. Uko ni mrefu? Hapana, uko mbali sana kaka. Kimsingi katiba ya Young Africans inakitaja cheo cha rais wa kikosi hicho kama ndicho cheo kikubwa zaidi na ndio sauti ya club. Na iko cheo nakipata kwa kupigiwa kura na wananchi wa Young Africans. So wananchi ndio ambao wanakukasimisha madaraka. Yaani wewe uko pale juu kwa nguvu ya umma. So nguvu hiyo ya umma iliyokuweka madarakani ndio ambayo inaweza ikakutoa madarakani ikiamua. So umenielewa? So wazee wa Young Africans hawajazungumza kama wazee tu, ila kuna ule msemo wa Kiswahili unasema penye wazee hapaharibiki neno. Sasa mashabiki wa Young Africans wameamua kuwatumia wazee kufikisha maoni yao na msimamo wao. Hawachezi. Na ukipeleka timu yoyote uwanjani, wewe sio tena kiongozi wa kikosi cha Young Africans. Sasa chukua uzee wao, unganisha na wanachama wao, ndio Yanga inaongea. Sasa ndio hawaoni madhara ambayo yanaweza kutokea huko mbele endapo timu yao haitaenda kucheza. Leo ungechukua hela nyingi sana, ungekuwa karibu. Ungetajirika sana. Sasa wameulizwa hilo swali na wazee wa Yanga wakasema wako tayari kwa chochote kitakachotokea kikanuni. Na wakasema kama bodi ya ligi kuu Tanzania bara na wenye mpira wao wataona kwamba Young Africans wamefanya makosa katika hili, wako tayari kuadhibiwa kikanuni na kisheria. Na Young Africans wanasema kama mechi ya June 15 Young Africans hawatopeleka timu uwanjani kama ambavyo wanasema hawachezi,
wakakatwa alama 3 na akapewa Simba. I mean zile alama 3 akapewa Simba na mabao 3. Alafu akakatwa alama 15. Young Africans hawachezi tena ligi kuu Tanzania bara. Si tu mechi dhidi ya Simba, bali hata hizo mechi 2 zilizosalia wao watakuwa hawachezi tena, na ligi itakuwa imeishia hapo, na watakuwa wanachukua mkondo mwingine wa kwenda mahakamani. Baada ya kukatwa 15 ndio na kukatwa na 3, hizi 3 ukatwi anapewa Simba. Anapewa Simba 3. Sasa ndo tunakuja kukata kwenye hizo ulizonazo 15 zetu. 15. Ndio. Kikanuni akiamua kubaki kusema kwamba mimi nimebaki, pengine nitaendelea kushiriki, kikanuni atakuwa yuko kwenye nafasi gani? Sasa adhabu itachukuliwa kwanza ya kutofika uwanjani na kususia mchezo. Adhabu iko wazi, kukatwa alama 15, ushindi anapewa timu pinzani, alafu ligi inaendelea na anapigwa faini ya Africans ya milioni 5, na wale viongozi ambao wataonekana wao ndio wamesababisha mechi hiyo isichezwe watafungiwa kutojihusisha na soka maisha. Na hapa Young Africans wanacheza huu mchezo very smart. Wanaongea ni wazee wa Yanga ambao ni wanachama. Maana yake waliongea ni wanachama wa Young Africans, si viongozi wa Young Africans. Kwa maana yake Young Africans wanatupeleka timu, na ukiwauliza viongozi watasema sisi tuko hapa kwa mujibu wa katiba yetu, ni sauti ya wanachama, tuko hapa on behalf wanachama. Maana yake wanachama ndio walituambia sisi tusipeleke timu uwanjani. Kwa hiyo kama unataka kutufungia tusijihusishe na soka, wafungie wana Young Africa wote. Sumeelewa? Kuna vitu viwili. Ndio. Akakatwa vyote vimefanyika. Ndio. Na akaamua kuendelea na ligi, akacheza mechi 2 zilizobaki. Atakuwa kwenye nafasi gani? La kwanza. Ndio. La pili, akiamua kususa kabisa na akasema na hama sichezi ligi huko, atafuta kwenda kucheza ligi sehemu nyingine, je, inaruhusiwa? Sasa itafanyika hivi, Young Africans akikatwa alama 15, akishinda mechi zake 2 zilizosalia, anaishia nafasi ya 2 ya ligi kuu Tanzania, nafasi ya 3 ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa sababu kwa pointi atakazofikia, na Azam akishinda mechi zake zote hawezi kumfikia. Kwa hiyo Young Africans atamaliza nafasi ya 3 ya ligi kuu Tanzania bara, ambayo inampeleka wapi? Kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, si klabu bingwa tena. Lakini akiamua kwenda kushiriki ligi yoyote ile, hata Ulaya, anaruhusiwa. Maana yake anafuta usajili wake ndani ya nchi ya Tanzania, anaenda kusajili timu kwenye hiyo nchi anayotaka. Na akifika kwenye hiyo nchi inabidi afate misingi ya kupanda ligi. Manake anaanzia ligi ngazi ya wilaya, au anacheza, itategemea na nchi yenyewe. Kama ni Tanzania, unaleta timu yako Tanzania, inabidi uanzie ile tunaita ligi wilaya, mkoa, mabingwa mkoa, unakuja first league, unakuja championship, ndio unakuja ligi kuu Tanzania bara kama ataamua. Lakini sio hiyo tu kaka. Leo kesho saa 6 mchana katika mahakama kuu chini ya Jaji Mkwizu itasikilizwa kesi ya mtu aliyeshtaki bodi ya ligi kuu Tanzania bara na TFF kwa nini mechi haikuchezwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 ya mwaka 2025. Kwa hiyo sasa yale mambo yasiyotarajika katika mpira yanaanza kutokea. Lakini pia wana Young Africans wanauliza swali moja la msingi ambalo linahitaji majibu. Ni nani ambaye uko bungeni, naibu waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, nini mkimuita mwana FA, alisema dabi itapigwa kwenye uwanja wa Taifa. Wana Young Africans wanauliza swali moja la msingi. Ni nani aliyewakodia uwanja wa Taifa? Yaani amewakodiaje? Nani aliyeukodi uwanja wa Taifa ili hiyo mechi ikapigwe? Kwa sababu itatosha nieleze sasa. Tupande break alafu tunarejea. Pagumu hapa. Kazi kweli kweli. Hii ni Kili Drive msikilizaji. Nimekwambia kwamba Young Africans wanauliza nani amekodi uwanja kwa ajili ya mchezo huo. Na utakumbuka uwanja wa Taifa ulifungiwa, si ndio? Kwa kutokiza vigezo. Na serikali ikatoa maelekezo kwamba uwanja ule unafanywa marekebisho makubwa. Na Simba hawakupata nafasi hata kucheza michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika hatua finali. Ikabidi waende kwenye uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar. Nadhani kila mmoja yanakumbuka. Sasa kwa mujibu wa kanuni zetu za ligi kuu Tanzania bara,
ni kwamba timu mwenyeji ndiye ambaye atawasilisha jina la uwanja utakaotumika katika mchezo husika siku 14 kabla ya mchezo, ikiwa anaama katika uwanja wake mama. Kwa hiyo Young Africans kwenye mawasilisho yake alivyoama kwenye uwanja wa Azam Complex, umeelewa, akahamia kwenye uwanja wa KMC Complex, akawapa taarifa bodi ya ligi kuu Tanzania bara kwamba kuanzia hii leo uwanja wangu wa nyumbani mimi ni uwanja wa KMC Complex. Umeelewa? Yeah. Kumbukumbu zote za bodi ya ligi kuu Tanzania bara zinamtaja Young Africans kwamba uwanja wake wa nyumbani ni KMC Complex. Kama kwenye dabi Young Africans anahitaji kuhama uwanja wa KMC Complex, inabidi ampe taarifa bodi ya ligi kuu Tanzania bara siku 14 kabla ya mchezo kwamba kutokana na ufinyu wa uwanja ninaomba mimi mechi yangu nihamishie uwanja wa Taifa. Ni Yanga mwenyeji ndiye ambaye inabidi ampe taarifa bodi ya ligi. Yeah. Sasa hivi Young Africans wanauliza swali la msingi tu, ni nani ambaye amemwambia mheshimiwa kwamba wao watatumia uwanja wa Taifa? Na mimi binafsi sina majibu, ila kwa